Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Martin Maranja Masese naye ameamua kuja katika mitandao ya kijamii kutorea ufafanuzi kuhusu ripoti za CAG, mkaguzi mkuu wa serikali, ambapo mkaguzi wa serikali anasema uwanja unakadiriwa bilioni 187, mkataba ukasainiwa bilioni 338. Unaona hapo ni kiasi kikubwa kabisa cha mabilioni ya fedha ambayo yamepigwa. Lakini pia kaambatanisha na maneno ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alisema wanaofanya vibaya watajwe waone aibu, ambapo huo ndio ulikuwa uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akatoa maneno kwamba wanaofanya vibaya watajwe waone aibu. Lakini pasi na kupoteza muda, nasoma maneno ya Martin Maranja Masese katika mtandao wa Twitter, na nukuu maneno ya Martin Maranja Masese, na nukuu: ufisadi ujenzi wa uwanja wa michezo Arusha. Uwanja huu wa michezo unajengwa jiji la Arusha, unajengwa na kampuni ya Kichina, yani China Railway Construction Engineering Group Limited, yani CRCEG kutoka China. Makadirio ya ujenzi ni takriban TZ bilioni 187. Gharama za mkataba serikali na mkandarasi TZ bilioni 338.54. Ongezeko ni bilioni 151.54. Ongezeko ni takriban 81%. Gharama zilizo halali ikiwemo shilingi bilioni 3.27 bilioni za gharama za zabuni zilizojumuisha katika mikataba ya serikali na mkandarasi kubebwa na serikali. Kuna tofauti kubwa kati ya makadirio, yani estimate, na thamani ya mkataba, yani control value. Ongezeko la gharama ni variation ya nusu ya makadirio ya ujenzi. Mchakato wa zabuni, yani procurement, haukuzingatiwa. Mkandarasi alipatikana kwa njia za mzabuni mmoja kwa kisingizio cha dharura bila kuwepo kwa ushahidi wa hilo. Hili iliondoa ushindani ambao ungeweza kuhakikisha upatikanaji wa bei nafuu, kulinda maslahi ya serikali. Huu ni upigaji au upangaji wa bei usio na tija, yani overpricing. Huu ni ubadhirifu wa fedha za umma. Hizo ni kodi za Watanzania, ni jasho halali la Watanzania. Hayo ni matumizi mabaya ya ofisi za umma. Huu ni ufisadi. Unategemea wezi waliofanya ufisadi na ubadhirifu wa mali za umma kama huu waone aibu? Wezi wakamatwe, washtakiwe, wakipatikana na hatia wanyongwe. Wezi hawana aibu. Mwizi anastahili kupewa adhabu kali sana. Mwizi akipewa adhabu kali inakuwa fundisho kwa wezi wengine. You can't shame on the shameless. Hayo ni maneno ya Martin Maranja Masese. Mwisho kunukuu maneno hayo. Una maoni gani kama Mwanakeo TV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu Dwakeo TV. Tunakutujua katika masuala ya kisiasa. Bye bye.